Ujambo mtazamaji wa Rasmi TV, jina langu naitwa Zulu na niko hapa kwa ajili ya kukuletea habari za michezo, hususan mchezo wa mpira wa miguu. Basi nakusihi uendelee kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi, ambapo leo nimekuja na story ya meneja wa habari na mawasiliano Bwana Ally Kamwe kuachiliwa huru, lakini nimekuja na matokeo ya Ken Gold na Azam. Vile nimekuja na michuano ya kombe la shirikisho mpira wa miguu barani Afrika, matokeo yake na msimamo ambao upo mpaka sasa hivi. Naam, kwanza na habari ya meneja wa habari na mawasiliano wa timu ya Young Africans, wananchi hawa. Meneja ameachiwa huru baada ya kushikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora, ambapo meneja huyu inasadikika kwamba alitoa maneno mabaya dhidi ya mkuu wa mkoa wa Tabora Mr. Chacha, ambapo maneno hayo yalikuwa sio ya kuridhisha umma. Kwa baada ya hapo Bwana Ally Kamwe, baada ya mechi jeshi la polisi lilimshikilia na kisha kutolewa leo. Nikumbuke tu katika mechi hiyo ya Tabora United dhidi ya Young Africans, Yanga aliibuka kidedea cha mabao matatu, ambapo kilikuwa ni kisasi, ambapo mechi ya kwanza katika viwanja vya Azam Complex, Young Africans alipigwa mabao 3-1 dhidi ya Tabora, lakini mechi hiyo imelipwa na kisasi hapo katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Mechi imemalizika Young Africans kuscore magoli 3, ambapo goli la kwanza lilifungwa na Israel Patrick Mwenda kupitia free kick. Hiyo bao lilikuwa ni bao zuri, bao la moto kabisa, bao kwenye kileo, lakini goli la pili likaja likafungwa na Clement Mzize fundi. Goli la tatu lilikuja kufungwa na Prince Mpumelelo Dube. Hayo ni matokeo ambayo yalipatikana baada ya hapo jana. Kwa baada ya mechi kumalizika, jeshi la polisi likamshikilia Bwana Ally Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano katika klabu hiyo ya Yanga, kwa kutoheshimu uongozi wa Tabora, kwa kutoa maneno machafu, maneno ya kejeli ya kumkejeli mkuu wa mkoa wa Tabora Mr. Chacha. Tukiachana na habari hiyo ya mkuu wa meneja kuachiwa huru katika siku ya leo na kuanza safari kutoka Tabora mpaka Dar es Salaam, tunakuja na story ya mechi ambayo imechezeka Azam FC dhidi ya Ken Gold. Sema ni Ken Gold dhidi ya Azam FC kwa sababu Ken Gold ndio alikuwa mwenyeji wa mechi hii, ambapo leo Azam FC ameibuka kwa kidedea kwa mabao mawili, ambapo goli la kwanza lilifungwa na Jeff Sira dakika 29 kipindi cha kwanza, lakini goli la pili lilifungwa na Nasor Sadun lilifungwa dakika ya 41. Mechi hiyo ilikamilisha mpaka mwisho kuisha, matokeo yalibaki hivi ni 2-2, yani Azam aliibuka na ushindi katika ardhi ya Ken Gold. Tukiachana na Ken Gold, tunakuja ligi ya shirikisho barani Afrika, ambapo Simba Sports Club amepoteza mabao 2-0 dhidi ya Al Masry ya nchini Misri, ambapo wataalamu wanaita Egypt. Mechi hiyo ilikuwa ni mechi ngumu, ilikuwa ni mechi tough, ambapo goli la kwanza lilifungwa na Bwana Abdulrahman, alitupia goli mapema sana dakika 16, ambapo goli la pili lilifungwa kipindi cha pili dakika za mwisho za jioni kabisa, ilifungwa na Ebuka raia wa Nigeria. Huyu aliandikia goli la pili dakika za mwisho kabisa, ambapo baada ya dakika 90 kumalizika, basi Al Masry aliondoka na mabao 2 akiwa nyumbani. Je, ni swali la kujiuliza,
Je, hiyo ndo safari ya mwisho ya Simba mnyama kuishia hapo, au mnyama atajikakamua kwa ile slogan yao ya kwamba tunakwenda nusu fainali? Wewe na mimi hatujui, lakini acha tuendelee kuangalia utanage kadri unavyoendelea. Lakini kupitia hiyo ligi ya shirikisho barani Afrika, ambapo matokeo yake mengine, Stellenbosch FC, hii ni ya nchini Afrika ya Kusini, ambao jana imerazimishwa kutoa 0-0 sare, yani ni sare ya bila kufungana dhidi ya Zamalek, mafunde kutoka nchini Misri, huko ambapo Simba jana amelishwa nyasi. Ya pili, ambapo bwana msimamo ambao umekaa hivi, Masri ndio hivyo alifunga Simba Sports Club mabao 2-0, lakini vile vile ASEC Mimosas jana amepigwa nyumbani kwake goli 1-0 dhidi ya RS Berkane ya nchini huko Morocco, ambapo matokeo mengine, CS Constantine ya nchini Algeria ililazimishwa sare ya 1-1 jinsi ya USM Alger ya huko kwa Algeria. Kumbazi, CS Constantine ni timu ya Morocco ambayo ililazimishwa ikiwa nyumbani kwa bao 1 dhidi ya kufungwa. Walitoa sare ya 1-1 dhidi ya USM Algeria hii, ambapo mchezo uliisha kwa sare ya 1-1. Hii ndio tathmini ya mchezo ambao nilikuletea leo hii, mtazamaji wa Rasmi TV, ambapo tathmini ya mchezo ya shirikisho na ligi kuu ya Tanzania bara nimeishia hapa. Kwa jina naitwa Zulu. Basi tu nikusihi uendelee kusubscribe, uendelee kulike na uendelee kucomment katika page au account hii ya Rasmi TV, Facebook, Instagram, Twitter, na sambamba kabisa hapa nyumbani YouTube tunapatikana kama Rasmi TV. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki cha michezo mpaka mwisho. Bye bye.